Huna kazi unahitaji mpenzi. Kwa nini? Kwa nini huna kazi? Jobless. Bado kweli mapenzi yanachagua kazi? Yaani utaweza kwenda kwenye miogo ya saa 10 na huna kazi? Yaani kwamba kuagizwa sasa. Twende tukatembee tununue miogo. Utaendaje na huna kazi? Hatutembei maeneo ambayo yenye miogo. Sasa msela anataka muogo. Hapo sasa. Tumeshakwambia Omari ni tapeli wa mapenzi. Kwa nini hutaki kuelewa? Kwangu hawezi kunifanya hivyo, mimi ni wa tofauti. Wanaume programu ya kupigwa breakfast. Baridi, chai ya baridi asubuhi. Hakuna mtu yote hata ukawa mrembo gani duniani. Saa ya usaliti unapigwa tu. Tapigwa tu character development. Lazima tutapigwa na kitu kizito. Na ubaya wa watoto wakiwa chini ya miaka 7 hii hawasomi au hawalelewi kwa kusikia. Wanalelewa kwa kuona. Nyinyi mnavyoishi pale ndiyo mtaguarantee na yeye aishi hivyo hivyo au aishi tofauti na hivyo. Kwa kama nyumba ni nyumba ya matusi, atajua matusi. Kama nyumba ni nyumba ya maneno ya ajabu, atajua maneno ya ajabu. Kama nyumba ni nyumba ya kusali, wataenda kusali watoto muda wa sala ukifika. Okay, sasa tunashuhudia hivi sasa licha ya haya malezi ya nyumbani, lakini watoto wengi hivi sasa wakipelekwa shuleni, wazazi hawataki watoto wao waadhibiwe. Yaani watoto wasipigwe, watoto wasisemwe. Mtoto akisemwa basi akija kumwambia mzazi wake anageuka mbogo. Anageuka kama nyati, mnyama mkali kweli kweli. Anaenda shule, anawatukana walimu, ananisha walimu na anawatishia hata kuchukua hatua dhidi ya walimu. Wakati mwingine anatishiwa kupigwa. Malezi kama haya ambayo ya mtoto hawezi kuguswa, mtoto hawezi kugombeshwa, ni malezi sahihi katika jamii ya watoto ambao wanaokuwa karne hii ya 21? Unapomwataki mwalimu kwa sababu amemwadabisha mtoto wako, unatengeneza mazingira ya mtoto wako haadabishwi. Kwa anaweza akawa nakosea makusudi tukamwacha. Kwa sababu wewe hutaki mwanao awajibishwe. Na maana ya kuachwa, mwalimu akikuacha maana yake kusoma hutojua, kuandika hutojua, na pia labda hutofanikiwa darasani. Lakini pia mwanao unamjengea kwenye akili yake kuamini kwamba yeye yuko juu ya vitu vyote. Yuko juu ya sheria. Kwa kesho kutwa unaandaa muhalifu ajaye katika nchi yetu. Mtoto anayeamini kwamba hamna mtu yoyote wa kumwambia kitu chochote. Yaani mtu asiokuwa na mipaka. Kwa akaja akawa ni mume, ana mke, sasa ameamua kuwa mume. Hawezi kuambilika kwa sababu toka mwanzo umemtengenezea mazingira yeye haambiliki. Na kama akiwa ni mke, hawezi kushaurika kwa sababu toka mwanzo umemjengea mazingira yeye hashauriki. Yeye ndio bosi. Watu wengine wote wanabidi wafanye kazi kwake kama watumwa. Sasa hii ni hali mbaya kumwandaa mtoto wako katika mazingira haya. Ni hali ya hatari sana. Na wewe unaweza ukaona pale kwamba unatengeneza lakini unaharibu. Kuwajibishwa watoto. Walimu hatuna faida yoyote tunaipata tukiwajibisha mtoto wako. Zaidi tunataka tu uwiano katika darasa. Kwa sababu majukumu yangu mimi ni kufundisha dakika 40, dakika 60. Natakiwa nikiondoka pale sawa na maelekezo ya ufundishaji uliotolewa na wizara kwamba watoto wote katika mada hii wawe wanapata umahiri kadhaa. Sasa kama nikitoka pale darasani umahiri haujapatikana, mimi nakuwa sijatimiza wajibu wangu kama mwalimu. Kwa nitakapotaka kumwajibisha mtoto wako, kumwadabisha mtoto wako, si kwa sababu simpendi, ni kwa sababu nataka umahiri ukamilike. Kwa sababu baada ya leo mtoto huyu atafanya mtihani kuhusu jambo hili nilomfundisha. Kama umahiri haujakamilika, sitakuwa na nguvu mimi ya kumsomesha mtoto wako. Na sitakuwa na nguvu ya kumtoa mtoto wako atoke hii level, labda darasa la 2 kwenda la 3 kwa sababu hajamudu umahiri. Na mwisho wa siku utakuja kunidai matokeo.
nitakupa nini na kati kila nikitaka kumnyoosha mtoto utaki? Lakini Waswahili wanasema asofunzwa na mama funzwa na ulimwengu. Kweli sisi mwanao samaki mkunje. Kama hutaki tumkunje angali mbichi, tutamwacha mkunje mwenyewe akiwa kakauka. Lakini akikauka wamjua ukimkunja na kuaja na mfunjika. Wewe utakavyo vyovyote sisi tutakuachia mwanao. Yaani hasara ya kumsimamia mtoto mbele ya watu wazima ni kwamba watu wazima watakaa kando. Watoto wa Kiafrika ni watoto universal, kwamba kila mtu ana uwezo wa kumlea mtoto wako. Iko hivyo. Yaani kila mtu ana uwezo wa kuchukua maamuzi kuhusu mtoto wako. Mradi tu iwe ndani ya mipaka. Sasa kama mtoto wako watu wote wanafahamu kwamba huyu ni mtoto ambaye hashikiki, ni hasara kwako. Watu watamwona sehemu wataishia kumsengenya. Lakini mbali tukitoka hapo, kuna watu wengine ambao wanakiuka. Mimi siwezi kumtuma mtoto wangu nyumbani kwako. Alafu aje. Alafu wewe na dada yako mkae kikao mwanze kumjadili Yesu uso wake ukoje. Huwezi kuniitia mwanangu mimi mwanangu ni bonge. Kwa nini natakaje? Kuna ubonge wako umepotea? Kwamba umemwona mwanangu anao, uchukue basi. Au mtoto wangu ameingia tu, mnaanza mnamtuhumu na maneno. Kwamba yeye ni mbaya. Mnamtengenezea mazingira, mtoto wangu aone kwamba nyinyi hamumpendi. Kuna haja gani ya kumthibitishia mtoto wangu kwamba nyinyi hamumpendi? Mimi najua hamumpendi mtoto wangu kwa sababu hamnipendi mimi. Basi akija kusalimia yaishie hapo. Na kama mnataka kumuonya, yani malengo yenu ni kumuonya mtoto akae vizuri. Njia za kufanya hizo zipo, sio kumuonya hadharani. Ni tofauti na watoto sisi. Sisi wakati tunakuwa, wazazi walikuwa wakituonya. Tulikuwa tunakaa chini tunawasikiliza vile wanavyotuonya. Lakini hii type ya sasa hivi, ukionya na kujibu, utajibiwa jibu baya, umuone mtoto wa mwenzio ni mbaya. Na kati ni kierere chako. Unaweza ukakutana na binti kwa wema tu na mapenzi ukamuuliza, vipi hali, salama, unaendeleaje, salama. Vipi hivi ulishaolewa? Akakwambia sijaolewa. Ukamuuliza sasa utaolewa lini? Anakuuliza na wewe utakufa lini anti? Sasa utajisikia vibaya bure, mtu mzima upate pressure. Mwenyewe ukila una dawa, ukikaa una dawa. Kaa tu kimya. Acha kufuatilia watoto wa watu. Acha kuuliza maswali ya nanili yenye kutaka follow up ambazo ni za kisabasi. Acha. Wewe anaona muuliza mtoto anaoa lini au anaolewa lini, anakuza wewe anti wewe wafa lini? Mbona wenzio wafa wewe ufi? Hawako vizuri hao watoto sasa hivi, vichwa vyao haviko vizuri. Kama mtoto mdogo tu hataki mama yake, yani mtoto mdogo wa kiume hataki mama yake aongee na mwanaume mwingine, anaona wivu mwanae kuongea na mwanaume mwingine. Unatoka nje ya nyumba ndo ukapokea simu ya mwanaume mwingine kakuita chai. Kwa sababu kijana wako hataki uongee. Ndo atakubali aulizwe maswali ambayo hayafai. Kwa mjue watu ambao mnadili nao zama hizi. Zama zikibadilika na watu wanabadilika. Jiongezeni. Mwache kuishi kwa mazoea, badilikeni. Watu hawataki. Kwa hiyo yani mambo haya ya malezi yako subjective, yani yanatofautiana mtu baina ya mtu. Sasa wewe uangalie kwanza watu unaodili nao, ndio ujue kwamba watu hawa mimi ninaodili nao niende nao kivipi. Na labda wazazi wanatakiwa kufanyeje, hususan watoto wanapowaletea malalamiko juu ya yale yanayoendelea shuleni? Cha kwanza, mzazi unatakiwa utengeneze mazingira mtoto wako wa kuamini, kiasi kwamba aweze kukuambia yote, kiasi kwamba aweze kukuambia yote ambayo yanatokea katika maisha yake. Mojawapo ni mambo yanayotokea shule. Wazazi shuleni Wazazi shuleni, watoto wetu wanakumbana na mambo mengi sana. Bullying, kudhalilishwa, kunyanyaswa kisaikolojia, kunyanyaswa kihisia, kijinsia, wananyanyaswa. Watakapokuja nyumbani watoto kukuletea kero ya shuleni, usimhoji mtoto wako kwamba yeye alifanya nini mpaka hilo likamkumba. Nenda shuleni kalipeleleze. Eza kawa mwanao ndo ana makosa au wao au watu ndo wamemfanyia makosa mtoto wako. Lakini pia utakapofika shuleni
ukahisi kwamba umeenda na tumbo la uzazi. Unajua tumbo la uzazi ni ile unaumia roho mwanao ukafanyiwa uonevu. Usiende kwanza siku ile, subiri kwanza hasira ipoe. Uweza kujibebesha hasira ya mkizi. Ukafika shuleni pale ukiuliza mwanao ndio ni makosa. Alafu sisi tunafahamu watoto wengi sana wanaobadilisha maneno. Jambo limetokea kadha yeye anaenda kuligeuza liwe kadha. Sasa kabla hujabeba ugomvi ukataka kwenda kutukana walimu stafu nzima au wafanyakazi stafu nzima, fanya uchunguzi, nenda pale kahoji, ukishahoji ukishaujua ukweli sasa anza hasira. Kuliko kutoka nyumbani na hasira ukafika pale ukaambiwa mwanao mbona sio mwanafunzi wa shule hii miezi 6 sasa tumemfukuza. Utaumbuka. Kwa ni kuchukulia maanani taarifa zote ambazo watoto wako wanakuletea kutoka shule, lakini bila kuzifanyia kazi mpaka utakapozichunguza. Kumbuka huwezi kumtrust stranger kabla hujamtrust mtoto wako. Na lazima mtoto wako ajithibitishie zaidi ya mara 1000 kwamba unamtrust, ndio atakuwa rafiki yako. Sawa. Na licha ya hayo yote, labda anapogundua kwamba mtoto ameonewa, yeye anatakiwa afanyeje hasa? Anatakiwa aende akajue kiini cha uonevu ni nini. Kwa sababu hata mtu akikuvunjia heshima Mr. Hatibu, umwambii tu naomba uniheshimu. Lazima upeleleze kwa nini ameona ni rahisi kukuvunjia heshima. Amenichukulia poa, ameniona mimi sifai, ameniona mimi mdhalili. Nenda kamuulize, umenijibu jibu toka hapa. Unaweza kunieleza kwa nini umenijibu jibu hilo? Mara nyingi watu hawana sababu kwa nini wanakukosea adabu. Kwa utakapoonyesha kwamba unataka kujua kiini cha wao kukukosea adabu, wanarudi chini kuja kugundua kwamba huyu sio mtu mwepesi kumchezea. Kwa wewe ukishajua na umethibitisha mtoto wako ameonewa, nenda kawaulize walimu au wale muonea. Mwajuma ameniambia mnamuonea. Na mimi nimethibitisha mnamuonea. Unaweza kunipa sababu kwa nini mnamuita mtoto wangu kibonge? Alishakula chakula chenu, anakula sana hapa kiasi kwamba mnaingia hasara, au akikaa hamukai, au akivuta pumzi nyinyi hamupati. Yani nipeni sababu mahsusi kwa nini mnamuita mtoto wangu chibonge au kimbaumbau. Au mrefu kama mshale, au mwembamba kama nyoka. Nataka uniambie kwa nini mmembatiza mtoto wangu jina la udhalilishaji. Sisi kwa sababu ni mtundu ndio maana tumembatiza. Okay. Toka mlipombatiza utundu umeisha? Haujaisha. Mko na suluhisho? Hatuna. Kwa hiyo tunafanya nini? Au ni muondoe? Hivyo tu. Sisi tunaona bora utuachie tutamrekebisha. Lakini ungeenda na hasira yote hayo ungeyapata. Ndio maana ukiona mtu amekukosea adabu, mtu anakuendea kinyume, kabla ya kuamua kaa chini kwanza muulize. Kwa nini umeniendea kinyume? Kwa nini umeamua kunisaliti? Kitu gani kimekufanya mpaka unisaliti? Unaongea sana mke wangu, kila ukiongea na mimi unaniambia maneno yanayoniumiza, kila nikirudi nyumbani hunipokei, unanipa maneno makali. Unajua hapo utajifunza. Kwa sababu amekwambia makosa yako. Ukienda ukikaa peke yako utasema ni kweli mimi Lela na mdomo mrefu. Kwa hiyo utatafuta namna ubadilike. Na wewe utaangalia baada ya mimi kubadilika yale maudhi yake au usaliti nitasahau au nitakuwa namkumbushia kila siku. Haya siwezi kuyasahau. Basi nenda zako na mimi niende zangu. Nitakempata sasa hivi nitapunguza mdomo. Ushapata sababu ya kujirekebisha mahusiano yajayo. Lakini mtu amekusaliti, hutaki kufahamu kwa nini amekusaliti. Ukabeba begi ukaondoka zako. Hujui kwa nini amekusaliti. Mwingine amechoka kukuambia we ni mchafu. Kwa nini kila nikija na kukuta mchafu? Mimi ndo nikwambia ukaoge. Ushanijua mimi ni mtu msafi, napenda usafi. Ushijua mimi naja oga. Huku ninakokusaliti nako sio sababu ya usaliti. Lakini huku niendako nikifika watu ni wasafi. Nikifika watu wananipokea. Kwa nini wewe nikija umekaa kwenye kochi unaniambia weka begi hapa? Au unaita Herati, njoo mpokee kaka karudi. Kwa nini? Kwa nini mimi wewe unipokee?
Kwa nini mimi nimelala waingiza mtu chumbani aje kufanya usafi? Kwa nini shoga zako mimi nikiwa nipo? Kwa nini nyumba yetu uniombi wageni leo wanakuja mume wangu? Je, una program na mimi au niwaalike waje? Mimi natoka kazini, nasema leo naenda kucheza judo na mke wangu, nakuta wageni wamejaa. Hii taarifa hivi naambiwa na nani? Wewe unapanga tu mambo mundani, unapanga tu. Wewe naye unagubu, upendi majirani, upendi wageni, wewe naye una roho mbaya. Ushawahi kufika kwenye hatua ya akili yako kwamba kuna saa utamani kuwa mtu yote, unatamani kuwa peke yako? Wewe naye unajiendekeza. Basi atatafuta aende sehemu akakae peke yake. Na watu hawezi kukaa peke yao. Watu wanatamani watu wa kuwapa company. Na sasa atatafuta mtu asokuwa na mambo mengi, atamtafuta huyo akakae naye. Sasa hiyo ndo sababu wewe umesalitiwa. Lakini kwa sababu huulizi chanzo. Wewe unataka tu ni kujua mimi nimeonewa sana mpaka mwanaume amenisaliti. Huyu mwovu. Jua kwanza kwa nini amekufanyia uovu. Itakusaidia. Labda ndani kuna makosa. Toka muolewa ni mwaka 2009. Mpaka leo bado unapika chapati na mchuzi mwekundu. Kwa nini hutaki kuweka nazi chapati? Kwa nini mchuzi kila siku upika mwekundu? Kwa nini upendi kuweka nazi? Kwa nini si chapati siku nyingine usipike chapati ukajaza zabibu ndani? Ukapika mkate wa nani? Kwa nini wewe kila siku chapati yako ni ngumu ajabu? Yaani mtu pia aweza kukanyaga ikalia iko kama mfuniko wa plastiki. Kwa nini wewe hutaki kutoa chapati zenye kurasa? Kwa nini ujifunzi? Haya, huwezi basi. Lakini kuna wanawake wanapika chapati wako pale chini ya 40. Nunua basi uweke standby akija. Angalau leo wale chapati za samli. Hutaki kufanya mabadiliko yoyote. Mtu anakutana na mtu anapika. Mtu anapika wali aina 60, aina 8, aina 7. Mtu anapika wali. Wewe ushajua ni wali wako wa maji jaza kimbo, twende kazi. Sasa mtu anaoa saa nyingine amechoka vitu vya kale, amechoka. System haiupdateiwi, watu wenyewe hawaupdateiwi, antivirus haipigwi, Windows ni ile. Sasa muulize mtu, kwa nini wewe waamua wataka kutafuta mke mwingine? Bwana mke wangu, mimi kila nikikwambia ubadilike, uache mazoea, hutaki. Mimi natafuta mtu mwingine kidogo amejiupdate. Basi mume wangu niambie mimi pa kujiupdate na mimi. Saa nyingine mtu anakuambia anataka kuoa, anataka umuulize sababu nini? Paka anaoa. Sasa unajifanya wewe tena ndo shababi wa kike. Oa bwana, kwani wa kwanza kuoa itakuwa wewe? Watu wameoa bwana. Kumbe mwenzako pale kaja kukujaribu ili umuulize akupe suluhisho. Wewe ndo tena ushaja mfumo. Bwana anaoa anasema unitishi mimi niko na kipato changu. Mimi sasa hivi najua mume wangu ni duka langu. Waziri kumkosea adabu sasa. Akienda kwa Ramla anambembeleza. Keti tu hapa. Wewe ndo maliki, wewe ndo mfalme wa nyumba hii. Mimi malikia niko hapa. Sema kule natitiwa kama dekio. Humu nikija kumbe mimi ni mfalme. Bora ni muoe huyo Ramla. Ni mambo tu madogo yanavunja moyo, yanavunja nafsi. Kwa hiyo ni kitu muhimu katika haya yote ni kwamba yani mhoji mtu afahamu. Yani na wewe pia ufahamu kwa nini mtu anataka kufanya maamuzi fulani au kukukosea. Na hamna mtu yote anayefanya maamuzi akakwambia basi tu. Kwa nini unafanya maamuzi haya? Basi tunaambia hapana, ukiwa tayari kusema ukweli utaniambia. Ila bado hujaniambia ukweli. Sasa kuna baadhi ya wazazi watoto wao wakiwa nyumbani, wapo watoto wao labda na watoto wa jirani ama watoto wa ndugu ambao wako pale, hususan katika vipindi hivi vya likizo. Wakiwa pale, mtoto wake akimtuma anakataa, lakini yeye atawatuma hawa watoto wa jirani ama watoto wa ndugu.
lakini mtoto wake pale anakuwa kama mfalme, kwa sababu anajua tu hata kama nikikataa sifanywe chochote na hawa wataenda kufanya tu. Hii inajenga nini kwa mzazi na inajenga nini kwa mtoto? Mzazi anaweza kuona kama labda anamuokoa mtoto lakini anamuumiza mtoto. Wewe mwenyewe ndo unamharibu mwanao, namba moja. Namba mbili, kwa mtoto inajenga ajione yeye ni bora kuliko wenzie. Na hii ni sifa ya shetani, Ibilisi. Kujiona yeye ni bora kuliko wenzie. Sasa atakapokuja sasa yuko katika maingiliano na watu au mahusiano na watu, kuingiliana na watu, ndipo sasa tabia yake ya kujitakabar itakaposimama juu. Kwamba yeye atajiona bora kuliko wenzie, kama na mke atajiona yeye ni bora kuliko mke wake, kama na mume atajiona yeye ni bora kuliko mume wake, kama ni kazi atajiona yeye ndio mwenye thamani kuliko wenzie, hata aone ile haja ya kukaa kusaidia wenzie au kuwapambania wenzie. Yeye atajiona kwa sababu mimi nimepata hawa shauri zao. Ndio sasa tukimuingiza kwenye ofisi atakuwa mlafi, mbadhirifu, kwa sababu ameingia akiwa na fikra ya umimi. Atakuwa selfish. Hata akiwa mume hawezi kukupenda sawa sawa, hata kama akiwa mke hawezi kukupenda sawa sawa. Kwa hiyo hata kama akiwa kiongozi hawezi kuwafanyeni haki, na maana katika ubinadamu atakuwa ameshindwa kufiti sifa kuu ya ubinadamu ambayo ni upendo na huruma, atakuwa hana. Utumikishwaji wa watoto wa wenzako huku ukiwaacha watoto wa kwako unajenga nini, hususan kwa yule ambaye anayetumikishwa? Anayetumikishwa mashallah atakuwa mtendaji wa kazi, atakuwa mchakarikaji, lakini pia atakuwa amejifundisha kusurvive katika mazingira yote. Ila mtoto wako wewe, fikra hiyo, elimu hiyo atakuwa hana, hawezi kusurvive isipokuwa na wewe. Na mara nyingi watoto walionyanyasika, walioishi katika nyumba za manyanyaso, wanakuja wanafanikiwa kuliko wale watoto wa pale. Wengi wanakuaga wahuni kama hivyo, zalia nyumbani kama hivyo, kuishi mazingira hata skuli wasimalize vizuri kwa sababu ya ile kuwekwa kama mayai. Unaona, ngoja ni wanyanyasi watoto wao wa mke mwenzangu alioondoka ili niwaletee tabu, lakini wa kwako ndo wataipata tabu, kwa sababu wajua dunia hii ina risiti za maovu yote, na Mwenyezi Mungu ana huruma na waja wake. Lakini pia anasikia sana machozi ya watu wanaoonewa. So watu hawawezi kulia kwa sababu yako ukaona kama utapata fahari. Watu hawawezi kulia kwa manyanyaso yako ukaona kama utapata amani. Waweza kuona watoto wako kwamba wanakuwa vizuri, wako vizuri, wanafursa kuliko hawa wengine unawanyanyasa, lakini mwisho wa siku wale watoto wako wakawa na wao ndo wako kwenye mtihani kuliko hawa unawanyanyasa. Sawa. Msikilizaji, kama ndo unaungana nasi, kipindi hewani ni Mseto na tuko naye Madam Leila Abubakar hapa. Tunaongea mengi zaidi ya hapa na pale, maisha ambayo tunaishi katika jamii zetu kwa kiasi kikubwa, tukiwa tunagusa maeneo tofauti, ili mradi tu hili linaweza likakugusa ama limewahi kukutokea ama limemtokea mwingine, basi lengo ni kujifunza. Na tupo naye msaikolojia hapa, moja kwa moja tunadodosa hili na lile kuhakikisha kwamba hatuachwi nyuma, tunapata kitu kutoka kwake ili tuweze kuwalea watoto wetu wakiwa katika mazingira salama zaidi. Ndivyo. Asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kunitumia ujumbe. Muda utakavyokuwa unaenda nitasoma jumbe yako, lakini ile ambayo nitakayoiona kwamba ina uzito kwa kiasi gani nitaisoma hapa. Na moja kwa moja, madam, tunashuhudia kizazi cha sasa, kizazi ambacho wanaenda kuolewa ama wanaenda kuoa, lakini wakiwa hawajui vitu vingi kuhusu uvumilivu, vitu vingi kuhusu namna gani waishi kwa kiasi kikubwa kwenye ndoa. Tunashuhudia watu wa zamani, licha ya kwamba walikuwa wanaolewa, inawezekana umeolewa na babu mtu mzima sana ambaye anajua mambo mengi, lakini vile vile umeolewa na kijana mwenzako na mlikuwa hamjui chochote, lakini wanaenda kuishi katika ndoa na kwa muda mrefu, labda wakati mwingine tuseme wanatenganishwa na kifo. Lakini imekuwa tofauti na sasa. Utofauti huu unaletwa na nini hasa katika maisha yetu ya sasa ukilinganisha na yale ya zamani? Unaona, zamani watu walikuwa nakutana kwa minajili au mipangilio ambayo iko sahihi.
Lakini watu sasa hivi wanakutana kwa minajili na mipangilio ambayo haiko sahihi. Kwanza mbinu zetu za kukutana ni mbinu fulani za kustaajabisha, kwa sababu imagine tunakutana ili tuweze kupimana yaliomo yamo. Kweli kama tunakutana kwa ajili ya kupimana yaliomo yamo, hivi tunaweza kujenga jamii au familia yenye mustakabali ikiwa lengo letu toka mwanzo tunakutana ni kuchunguzana. Tunatajassus. Yani sisi tunafanya ujasusi. Kwa hata nikiolewa, nitakwambia kazi yangu ni ile ile kufanya ujasusi kwako, kukukagua. Yani nimekuja kwako kukukagua, ni ukinioa na kuwa mkaguzi, nikizaa na baki mkaguzi. Yani mpaka naingia kaburini mimi ni mkaguzi wa ndoa mashuhuri. Kwa sababu kila kitu nitakuwa na kukagua. Kwa nini? Mwanzo tulivyoanza mambo yetu ya ndoa tumeanza na ukaguzi. Jambo hatari sana kuwahi kutokea. Kwa nini tunakaguana? Kwa malengo yetu wakati tunaanza haya mahusiano, tulianza na mguu ambao sio sahihi. Ndio maana unaona sasa hivi sisi tunafeli. Lakini kitu kingine, watu sasa hivi yani hawana ile ustahimilivu. Hawana ule ustahimilivu waliokuwa nao wazee wetu zamani. Kila mtu anataka kufanya jambo mbio mbio. Kila mtu anataka kufanya jambo liishe. Hakuna mtu mwenye subra ya kusema kwamba nifanye subra kuhusu jambo fulani. Hakuna. Kila mtu anataka kufanya jambo haraka haraka. Kwa hiyo sasa tunajikuta kuliko tufanye mambo kwa umakini, tunafanya mambo kukimbizana na time. Hakuna hatari kama hiyo. Ndio. Sasa hatuwezi kupata ndoa sahihi kwa kukimbilia mambo. Ni utulivu ndo unahitajika ili tuweze kupata ndoa sahihi. Lakini sasa kuambizana sisi kama wenyewe kwa wenyewe kwamba bwana mwelekeo huu sio mwelekeo sahihi. Pia hatuambizani. Au ukimwambia mwenzio anageuza, anasema wewe ndo una matatizo. Wewe ndo usikii. Wewe ndo ushauriki. Wewe ndo uaminiki. Lakini nataka tuulizane mimi na wewe Mr. Hatibu. Kweli katika zama hizi shida yetu kuu ni kutosikilizana au shida yetu kuu ni kutokusikia? Kutokusikia. Wengi hatusikii. Unazungumza na mtu, wengi sana hapa nyumbani wana shida hiyo. Watu wanasikiliza jambo ili wakujibu. Ili waelewe. So they don't listen to understand. They listen so that they can reply. Sasa unajiuliza, kama ulikuwa unataka kusikiliza ili unijibu, usingenisikiliza. Kwa sababu mwisho wa siku hutozungumza mimi nilichozungumza, utazungumza wewe ulichokisikia. Na wewe na mimi sote tunaweza tukawa tumesimama, imeandikwa 6 tukasimama. Upande wako ukaona 6, upande wangu ukaona 9. Sio vibaya kuwa na mitazamo, lakini nielewe mtazamo wangu. Unaingia katika mtandao wa kijamii, unakuta watu wanajadili mada, lakini ukitafakari ile mada ni watu kwa sababu hawajasikia, ndio maana ile majadiliano yapo. Kama watu wangeketi chini hasa wakasikiliza kidogo kidogo kinaga ubaga, wala tusingekuwa na majadiliano, kwa sababu kila mtu angeelewa. Lakini kila mtu hataki kusikiliza, kila mtu anataka kujibu. Sasa kama malengo yako ni kunisikiliza ili unijibu, basi mimi nina jukumu moja tu, kukuelimisha. Kukufanya uelewe sio jukumu langu. Ndio maana watu wanasema wazungu wanasema listening is not free. Yani kusikiliza sio bure. You need to pay attention. Inabidi umelipia attention. Kupay attention ndio maana inaitwa pay attention. Maana yake inabidi uspend time kumsikiliza yule mtu. Uspendi na akili yako ichaji kumsikiliza yule mtu. Ili usije ukaona kama yule mtu anakukosea. Kumbe maskini malengo yake ilikuwa kurekebisha tu. Sasa mtu anatoka kwenye kujenga, anakuja kwenye kuvunja. Kwa sababu gani? Watu hawamsikii. Hivyo tukiingia kwenye ndoa, hatutaki kusikizana. Hatutaki kuamiliana vizuri. Hatutaki kupeana yale ambao mtu anayataka. Mwanaume anataka kitu fulani. Hutaki kukifanya. Kuliko useme, wewe una force ataki unachotaka. Mimi si mkeo. Mimi na wewe ni mwili mmoja. Mimi ninavyotaka na wewe utataka tu. Kwanza sijui hata kama unanipenda.
Utanipendaje ulale bila kujifunika? Kwa mimi na wewe kuliko tugombanie viwanja Bagamoyo, tunagombania kujifunika shuka. Hivi hii familia lini itaonja mafanikio? Kwamba siku sasa hivi baadaye tujadili plani yangu ya retirement, kwamba nikistaafu nitafanya nini, na wewe watoto watasoma wapi, kama tutawatafutia skuli sehemu gani. Kweli sasa hivi hapa tunatakiwa tugombane kwa nini Ramla ananitumia message? Basi naenda kampuni ya simu uambie, hii namba ya mume wangu, tafadhali naomba isipokee message yoyote. Mimi nampenda sana mume wangu. Wasichana wote wanaotaka kutuma kwenye namba hii ya Ramadhan, tafadhali namba yake siingize message. Ndio. Maana inaonekana message inoingia, mimi sijajibu, nimejibu haya, lakini message imeingia, ugomvi unakuwa kwangu. Kweli tutaishi katika miaka yetu hii 10 ya ndoa bado tukigombania message? Sio tushike viwanja, tunashika simu. Sasa lini sisi tutakuwa na mafanikio, maendeleo? Ndio vitu kama hivyo. Sasa malengo au anuani za mandoa katika kipindi hichi ndio mambo hayo. Kila mtu anaingia ili kwenda kumchunguza mwenzie. Kila mtu anaingia ili kwenda kumkamata mwenzie na usaliti. Nitamkamata tu na usaliti. Mtu hana positive idea au positive attitude. Anaingia kwenye ndoa akiwa na negative attitude. Anaamini ndoa yake itakuwa kama ya babake na mamake. Anaamini ndoa yake itakuwa kama ya jirani yake. Ndoa yake itakuwa kama kwenye mchezo tamthilia anoifuatilia. Wewe ukiwa una vibrate energy za wasiwasi, lazima wasiwasi utakupata. Kwa sababu unavuta wasiwasi. Lakini kama una vibrate energy za furaha, furaha itakufuata kwa sababu una vibrate furaha. Sasa watu hawajui. Na hata Biblia inasema, ajionavyo mtu ndivyo alivyo nafsini mwake. Ukiona wewe ni mtu wa kuonewa kwenye mapenzi, na atakuonea kweli. Lakini ukiona wewe ni mtu wa kupendwa, kuthaminiwa, kuheshimiwa, kuwekewa ahadi zikatimia, yatakuwa. Kwa sababu tofauti na unachokiamini na Mungu alichokupangia ni kitu kimoja tu: kutamka uwepo wake, kutamka uhai wake wa hicho kitu. Mungu amekupangia furaha katika hii dunia, na wewe mwenyewe unatakiwa uamini furaha. Sasa ili uamini furaha, speak into existence. Yani wewe zungumza katika uhai wa hiyo furaha. Mimi nahitaji furaha, mimi na deserve furaha, mimi ni mtu natosha, mimi ni mtu napendwa, mimi ni mtu wa thamani, hakuna mtu wa kunishusha. Yani wewe fanya hizo, jipige wewe mwenyewe motivation. Kila siku jipige motivation. Kama huna njia ya kujipiga motivation, sikiliza nyimbo za kukupiga motivation. Wasikilize watu wa motivation. Vaa podi zako, vaa phone zako, mweke mtu fulani anayepiga watu motivation. Kwa unamsikiliza, atakujenga self esteem yako. Atakujenga ubongo wako, utoe mambo negative uanze kuingiza mambo positive. Kwa nini sisi tunakuwa na wasiwasi tukipoteza ajira? Sababu hatuamini kama tutapata kingine. Kwa nini tunakuwa na wasiwasi tukipoteza waume, tukipoteza watoto? Kwa sababu tunaamini hatutopata tena. Kama malengo ya Mungu katika maisha yako ilikuwa wewe kukosa, hata hii ya kwanza usingepata. Ndio. Tunapoteza kazi kwa sababu kuna possibility ya kupata kazi. Hatupotezi kazi kwa sababu hatuna thamani. Na kama hawa watu wanaoniondoa mimi kwenye kazi, hawataki kunipanga mimi kwenye kazi, hawajui thamani yangu mimi kwenye kazi, shauri zao. Baada ya miaka 2 hawa watu wao ndo wataniomba mimi nifanye kazi. Mimi napenda subra. Unaona watu wanasema kuwa na subra. Mimi napenda watu wenye subra kama technique au strategy, kama mpango wa kazi. Lakini sio tumaini. Yani mimi napenda subra uiweke kama mpango wa kazi. Mambo yakiwa yana roll, wewe unapiga subra kwamba litakalo tiki ni gani. So wewe ukae na subra bila kufanya kazi. Mimi napenda subra kama plan au technique. Lakini sio kama hope, yani tumaini. Kwamba mimi tumaini langu pekee ni subra. Lazima uwe na plan B, plan C, plan A, plan B, plan C na plan in case hizi plani 3 zimefeli. Na hapa sasa katika hizi plani zako 3 zilizo umeziroll, unaziweka. Unaweka subra. Hii inakuwa strategy, yani subra inakuwa strategy, kitu cha kukuzuia usifanye maamuzi ya pupa. Lakini sio tumaini. Huna plan, wala huna plani B, wala huna plani C. Tumekaa na subra. Subra ina malipo lakini sio plan, sio tumaini.
Ni strategy. Nataka nikuelezee kuhusu kisa cha watu wa Bani Israel. Wao walimwamini Musa. Lakini nia yao ilikuwa kwenda kwao. Wao wanaamini Musa ndio atawapeleka kwao. Kutegemea Musa kuwapeleka kwao, ile ilikuwa ni plan. Sio tumaini. Njia yao ya kwanza kumfanya Musa awafikishe kwao ni wao kuikubali dini ya Musa. Message iliyokuja na Musa. Hiyo ndo njia ya kwanza. Njia ya pili ni kwenda kinyume na Firaun. Kwamba sisi tunakwenda kinyume na kuabudu mtu. Tunataka kuabudu Mola wa Musa na Harun. Kwa hiyo Musa alipokuja kuwachukua, au Musa alipowachukua kawatoa, akasema sasa naenda na nyinyi kwenu. Hata walipofika kwenye bahari, hata bahari ilipojitenga, hawakustaajabu kwa sababu subra ilikuwa ni nini? Ni plan. Sawa? Subra ilikuwa ni plani yetu kwamba lolote litakalotokea nyumbani tutafika. Kwa tutulie. Hata kama ikitokea lolote sisi tustahimilie. Hii ilikuwa ni plan, sio tumaini. Lau kama subra kwao ingekuwa tumaini, yani hope, hawakufanya kazi ya kumkubali Mungu, kumheshimu, kufuata sheria ya dini, kusikiliza message ya Musa, hawakufanya hizi zote. Bahari ilipopasuka wangerudi nyuma. Ndio baya wa kuwa na subra kama tumaini. Mambo yakibadilika, hujajiandaa kiakili wala kiroho, unatetereka. Natafuta maisha, Mungu atanjalia nitajipata. Kwa hiyo mimi na roll project 4. Project itakayokuja baada ya subra yangu ndio Mwenyezi Mungu amenifungua nayo kupata riziki. Kwa hiyo pesa ikija, kwa sababu una subra, hutatakabari. Hutokwenda kinyume na sheria za pesa, sheria za kilimwengu, sheria ya dini yako. Kwa sababu wakati una roll project zako, uliroll ukiwa na subra. Lakini ukafanya subra kama tumaini pekee la wewe kupata pesa bila kufanya kazi. Ikatokezea mjomba wako ametoka Ulaya, akakupa euro kadhaa, change ufanye biashara, change uweke capital ufanye biashara. Kwa sababu umezoea kutegemea subra. Ukifungua biashara wiki ya kwanza ukauza 3,000, wiki ya pili usiuze, wiki ya 4 wakawa wanakuja watu wa kukopa. Utatafuta mahali uende. Kwa nini mimi siuzi? Nataka mnitengeneze niuze. Kwa sababu subra kwako sio strategy wala sio technique. Subra kwako ni tumaini. Kwa itakapofeli subra, utatafuta alternative. Kwa sababu hukuwa nayo zaidi ya hiyo subra. Sasa hiyo ndo nayotaka mtu aelewe. Akisema kwamba hakikisha unasubiri huku unasali. Mwenyezi Mungu alisema wasta'inu bisabri wasala. Yani tusubiri huku tukiwa tunasali. Sio tusubiri huku tukiwa tuwapoteza wakati. Tusubiri huku tunafanya kazi. Kwamba subra tusiiweke kama ndio hope, ndio tumaini. Subra tuiweke kama ndo plani, strategy. Tukiwa tumefanya mambo yetu, tunaweka na subra. Tukiwa tunafanya biashara zetu, tunasali, tunaweka na subra. Lakini sio tumemka asubuhi, baada ya swala tunakaa chini, mimi namsubiri Mola wangu. Ataniletea chakula. Mola wako ataenda na ngamiani, akulete daga mchele ngamiani upike. Ndio hayo. Sawa. Madam, kuna mtu ambaye anaamini katika yeye kila kitu, lakini si katika mtu mwingine. Mtu huyu ana tatizo au ndo mfumo wa malezi ulishamtupa mkono mapema? Anaamini katika yeye mfano? Yaani kwamba anachokisema yeye ndo kifuatwe, anachosema mwingine hapana. Anachotaka yeye ndicho ambacho anachoamini sahihi, lakini hawezi kuamini mawazo ya wengine kwamba wana uwezo wa kumpa kitu ambacho kikawa bora. Anaamini katika yeye tu, katika akili yake, lakini si ya wengine, katika maamuzi yake, lakini sio maamuzi ya watu wengine. Huyo ni kibri. Sio mtu. Ni mtu mwenye kibri.
Na mtu mwenye kiburi mwisho wake ni mbaya, either mauti au kudhalilika. Hatuwezi kusema kwamba sisi ni visiwa, kwamba hamna maji yatokayo, maji yote yaingia hayo tu. Haiwezekani. Kwamba eti mimi ninachosema mimi ndio kiwe hivyo hivyo. Haiwezekani. Hata mitume haikuwa na nguvu hiyo. Walikuwa na maswahaba, walikuwa na mabaraza ya kuwashauri. Huwezi kusema kwamba wewe ndio mtu ambaye huwezi kuchallengewa fikira yako. Wewe sio Mwenyezi Mungu. Na huwezi kusoma katika hii dunia yote ukayajua wewe. Ndio maana kila mtu ana specialization yake. Mimi ni mwana saikolojia, wewe ni mwandishi wa habari. Ndio. Mimi siwezi kuwa mwandishi wa habari wala wewe huwezi kuwa mwana saikolojia. Ila tunaweza kufanya kazi pamoja. Ndio hivyo hivyo. Hata kama ukiwa mume katika hii nyumba, ukiwa baba katika hii nyumba, huwezi kujua kila kitu. Vingine vitu vingine hakuja mkeo anaujua. Jinsi ya kusalimiana na watu, jinsi ya kuvaa, jinsi ya kutafuta vyakula, jinsi ya kufanya nini. Mume wako au mkeo ndo atajua. Hata kama una degree 4, hata kama una degree 2, hata kama umesoma sijui Azhar University, huwezi kujua kila kitu. Ndio maana yaitwa nini? Dunia. Aso hili ana lile. Kwa huwezi kusema eti kwamba mimi nikisema mimi ndio nimesema. Wewe sio Qur'ani, chef. Wewe sio Qur'ani. Ndio. Na pia kujiona hivyo, hasara kubwa inatokana na malezi. Mtoto anaonywa na jamii. Wewe unaenda unasema acheni mwanangu msimonye, nitamonya mwenyewe. Anakuwa mtoto asishikika, asishaurika. Hiyo ndo hasara. Na mimi nawaambieni dada zangu na kaka zangu, ukikutana na mtu akawa hashauriki, iache tu hiyo ngoma, itakupeleka pabaya. Utakuwa kazi yako kila siku kuelimisha mtu mzima. Na mimi nashangaa, lakini mimi nadhani wakati huu kufanya kazi ni muhimu kuliko kusomesha watu. Kwa sababu shule zimekuja karibu zaidi. Watu waende shule peke yao. Wewe bakize jukumu moja tu. Umekuja kwangu wataka familia tuanzishe. Lakini tena natakiwa pia ni kufundishe common sense ya kusikiliza, kuchukua ushauri wa mtu. Hiyo ni kitu kigumu sana, mimi siwezi kufanya. Kwa wewe kuliko kupoteza wakati kumuelimisha mtu asiyetaka kuelimika, mwache atakutana na wenzie. Na mimi nawaambia wasichana, usikutane na kijana akakwambia mimi ndo nilivyo, hivi ndivyo nilivyo. Ana mtu wake ambaye anakuwa bwege tu, anasikiliza vizuri, anasikiliza na anashaurika. Anajimwamba fai kwako kwa sababu hakuhitaji. Lakini hakuna mtu anayesema eti hivi ndivyo nilivyo. Kama hivyo ndivyo alivyo kwako, usikubali. Mtu alinyoa nywele kwa sababu ya msichana. Sembuso kubadilisha tabia ovu. Wewe usidanganywe mtu akakwambia hivi ndivyo nilivyo. Watu wamenyoa nywele. Mwingine aliyefanya kituko ni nani? Mr. Hatib. Mwingine aliohamisha watu wote abaki yeye na huyo wake tu. Na mwingine ili kumpitisha mke wake boda, alikuwa anaingia nchi nyingine ili mke wake asije akachukuliwa na mfalme akauawa na mfalme, akasema yule ni dada yake ili apewe ruksa na mfalme. Maana mfalme alikuwa anachukua wake wazuri wote. Ukiingia na mke wako mzuri anakuua, anachukua mkeo. Akasema mimi huyu ni dada yangu, ili aingie, ili awe karibu na mkewe, aambiwe mlinde dada yako. Yule bosi ili ampembejee ampate dada yake. Mtu alidanganya na alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, alidanganya ili mke wake asidhurike, lakini ilikuwa miongoni mwa wahi wake kwamba aseme hivyo ili neno la Mungu liweze kutimia katika hiyo. Ni historia iko kwenye Biblia. Ili neno la Mungu liweze kutimia katika nchi ile, alisema huyu mimi sio mke wangu, huyu ni dadangu. Sasa wewe mtu nani atakwambia kwamba yeye habadiliki? Habadiliki kwako. Lakini wanabadilika vizuri sana. Hakuna mtu yote asikudanganye sina time ya kukupigia. Time wanazo vizuri sana na wanaongea na sisi. Kaa tu vizuri upate ambaye hata kupa sababu za time ya kutokuongea. Kaa vizuri tu. Upite tu mitaa mizuri ya vijana wazuri. Achana na hao bad boys, achana na hao bad boys. Madam uliposema kwamba kuna mtu amewahi kunyoa nywele, mimi namfahamu mmoja ambaye tulikuwa tunasoma naye. Aliambiwa tu bwana, kama wewe unahitaji kuwa huku nilipo, nyoa nywele. Alikuwa na nywele zake kubwa sana, alikuwa anazipenda.
na alizifuga kwa muda mrefu sana, lakini alizinyoa. Sasa unaona alizinyoa. Umenikumbusha kitu ambacho mpaka msemea yule Samsoni alinyoa nywele. Pale darasani ilikuwa akiongea tu na mtu anaambiwa nini wewe bwana, wewe ingekuwa sio fulani, umenyoa nywele kwa sababu ya mtu fulani. Sema bwana walikuwa wanamwaibisha sana mbona jamani. Umejua watu si unajua huwa wanapitisha utani, maneno ya kweli kwenye utani. Ujumbe ulikuwa unafika. Ujumbe wa kweli ulikuwa nimecheka sana. Eti wewe vipi wewe kumbe ulinyoa kwa sababu ya fulani. Na alikuja akaachwa pia. Kwa nini jamani? Mbona alijitolea sana? Alijitolea lakini ndio hivyo. Yaani alikuja akaachwa. Sijui huko alipo kama alizifuga tena. Alikuja akaachwa. Kaachwa na nywele alinyoa. Inaonekana sijui kuna mstari gani madam utusaidie hapa. Kwamba ukimuonyesha mtu unampenda sana ndio mtu ambaye ana uwezo kukupiga tukio wewe mwenyewe ukawa ukikaa hivyo unajicheka peke yako. Mtu asiye sahihi. Ukimuonyesha kwamba unaweza kwenda Swafa wal Marwa, atakuonyesha kwa nini utakiwa usiende. Jifunze kwanza huyo mtu unayetaka kujitoa muhanga mkubwa kwake. Unaona Majnun na Leila, story yao. Leila alitakiwa kuolewa na bwana mwingine, lakini Majnun alimpenda sana. Babake akamlazimisha Leila aolewe na huyo bwana mkubwa, alafu Majnun amkose. Leila alijua ili amkose Majnun bora afe. Ndo mapenzi ya kweli. Majnun akawa mwendazimu, anaandika kila mlango, kila jina, kila ukuta wa nyumba anaandika Leila, Leila, Leila. Akawa inaenda kaburini kwake analia mpaka akafa na yeye. Wewe ujitoe muhanga. Mimi nampongeza Majnun kujiua kwa mwendazimu kwa sababu ya Leila. Kwa sababu Leila alikufa kwa sababu yake. Na sasa hivi nimekuwa mkubwa naelewa kwa nini Leila aliamua kufa kwa sababu ya Majnun. Kwa sababu mtu kimpenda hutaki kuwa mbali naye. Na mtu wa karibu yako akifa weza kuwa mwendazimu. Usipokuwa makini weza kuwa mwendazimu. Kama ikatokesekana sababu moja wewe kuishi, hutoishi kwa sababu mtu ulimpenda. Sasa wewe mtu hajakufanyia hata kidogo. Wajitoa muhanga. Lazima atakuona fala. Lazima atakushika ufala. Kwa sababu jiulize wewe mtu hata siku moja hajakuhudumia ukiwa mgonjwa. Leo naamua umzalie. Wamzalia mtu ambaye hata akija habebi hata kabichi kukuletea. Yeye kila siku anakuuliza, "Leo kwa nyumbani nije nile pilau lako?" Leo kwa nyumbani nataka nije nile mchuzi wako. Akija wampikia mchuzi na nazi kara. Unategemea mtu huyo atakuheshimu? Mtu huyo atakuzalisha kupe child support. Yeye mwenyewe alikuwa hajui kula isipokuwa aje kwako ndo ale. Sasa mtu huyo atakupa vipi formula ya mtoto? Hawezi kukupa formula ya mtoto. Yeye mwenyewe formula alikuwa anakuja kuchukua kwako formula. Kwa kujitoa muhanga kwa mtu ambaye sio sahihi, sio guarantee kwamba utapendwa. Sio guarantee. Ni guarantee kwamba utachezewa akili yako. Na wewe unatakiwa uwe makini kutambua michezo ya town. Unatakiwa uwe makini ujue huu ni mchezo wa town na mimi siwezi kucheza. Ubaya wa watu, mambo yote huwa wazi lakini watu hawataki kufungua macho waone. Watu wanaamini kwenye delusion. Mtu anakuwa delusion anaamini wamenapendwa sana, mimi huyu atakuwa anipenda. Tumeshakwambia Omari ni tapeli wa mapenzi. Kwa nini hutaki kuelewa? Kwangu hawezi kunifanya hivyo, mimi ni watofauti. Wanaume programu ya kupigwa breakfast. Baridi, chai ya baridi asubuhi. Hakuna mtu yote hata ukawa mrembo gani duniani. Saa ya usaliti unapigwa tu. Tapigwa tu character development. Lazima tutapigwa na kitu kizito. Hakuna mtu yoyote ambaye yuko juu ya program. Usije ukapenda mwanaume ambaye si sahihi, ukaamini atakutreat kwa sababu wewe ni star, sijui wewe ni mstaarabu sana, sijui una swali kiamolaili sana. Hakuna mtu yote ambaye yuko juu ya program. Ndio maana unaona mtu
mimi nilijiuliza, kuna huyo kaka mmoja alikuwa anampenda sana yule msichana, wanafanya mazoezi pamoja, yani msichana amekamilika, yuko active na ni mpishi. Yani wajua mtu aliyechanganyika, sura, uzuri wa tabia na uzuri wa kupika jikoni. Ndio. Lakini aliachwa tena kwa kufumania. Sasa nikahoji, sasa wanaume wanatakaga kitu gani? Hawajui walitakalo. Hatujui hasa kwamba kwenye menu yao tuweke nini. Ukiwa mzuri bado utapigwa karakta. Ukiwa mpishi mzuri bado utapigwa karakta. Ukiwa una tabia njema utapigwa karakta. Hasa mnataka nini? Ndio mtu mmoja akanifumbua macho. Akaniambia mwanaume hakuwa sahihi. Yeye yule msichana alishapita kwenye hatua ya kujijua, kujisoma, kujitambua, kujipata kiakili na kimwili. Ame move on kutoka katika majeraha yaliyompitia zamani. Akakutana na mwanaume ambaye haja move on. Ndio hayo tu. Unakutana na mtu sahihi lakini wrong timing. Yeye akiwa ameumia, wewe ukiwa umepona. Hawezi kukupa amani mtu ambaye ameumia. Alikuwa anatafuta tu mtu wa kumsaulisha maumivu yake, wewe ndio ukawa uko karibu. Akajisikia kama yuko nyumbani, tabia yake sasa ikatoka. Kwa nini watu mapenzi wanasema tuko vizuri sana lakini sasa hivi mapenzi yameisha? Kwa sababu watu wameanza kujisikia kama nyumbani. Unajua ukienda sehemu ukaanza kujisikia kama nyumbani ndio unaanza kuvua juba Kwa sababu umeanza kujisikia uko kama nyumbani, umerelax. Ndio unaanza kuvua juba, wengine wapunguza soksi. Kwa sababu umeanza kujisikia kama niko nyumbani. Sasa mtu atakapokuwa ametoka kwenye matatizo, akaja kwako, ukamfanya ajisikie kama yuko nyumbani, ndio tabia zake zitakaponyanyuka. Sasa wewe kuliko pay attention, usiangalie tabia zake zimenyanyuka, ublock namba uendelee na maisha yako. Wewe sasa unataka kuingia kwenye program ya rehabilitation, unataka kupambana na kuzuia kutokomeza matumizi ya dawa za kulevya. Ndio sasa kazi yako itakuwa ni hiyo tu. Akipungukiwa wewe unamchoma sindano. Wewe ni vile visahani tu vya kuchaji. Unampiga hapa kifuani. Kaka ananyanyuka. Unapiga inaitwa CPR. Kazi yako ni kumchaji hapo kifuani, CPR. Anakupiga matukio we. Akikutumia message moja, tunakupenda sana nimekumisi. Waamka watafuta chakula wala. Akikupiga matukio, anakupenda siku moja, anakupiga matukio siku 7. Wewe unaona ni mapenzi. Kumbe tayari umeingia kwenye addiction. Ya toxic love. Wakutana na kijana wa watu, Muhammad, yuko vizuri, akupenda kwa dhati. Uliza, huyu nani, mbona anipenda sana, nataka kuniibia nini? Kumbe umetoka kwenye toxic love. Mambo ambayo ungeweza kuepuka na mapema. Lakini wacha tu nitambadilisha, amepitia makuzi ya ajabu sana, wacha tu nitabadilisha. Dada, nikwambie mwanaume atakaye kupotezea muda. Ni mwanaume anayekuja kwako ana trauma. Most of the time hawana hata trauma. Wao ndo trauma. Mimi nimeingia kwenye trauma sana, nina matatizo sana, kwa hiyo natafuta mwanamke wa kunitoa hapa nilipo. Dada, wewe sio therapist. Mtu aingie kwenye therapy, yeye mwenyewe ukutane naye, yeye mwenyewe kapona. Kwani kuna watu walipitia depression kama hivi tumepitia depression, tumeenda tukapata matibabu, tukakutana na watu watu wakiwa wamepona. Watu wanakutana na watu wakiwa wamepona. So kutana na watu wewe ukiwa mgonjwa. Kwanza wewe una depression, unapata wapi capacity ya kupenda? Ni kama mtu asiokuwa na kazi. Una kazi, unahitaji mpenzi. Kwa nini huna kazi? Jobless. Bado kweli mapenzi yanachagua kazi? Yaani utaweza kwenda kwenye miogo ya saa 10 na huna kazi? Yaani kwamba kuagizwa sasa. Twende tukatembee tununue miogo. Utaendaje na huna kazi? Hatutembei maeneo ambayo yenye miogo. Sasa msela anataka muogo. Hapo sasa. Bwana stari yangu leo nataka nile mishikaki ya 200 na miogo 6. Huna kazi 800 utaipata wapi? Maana tabia ya msichana ni kutumia hela. Kwa level yoyote ule naye, haijalishi. Wa level yoyote ule naye lazima atataka kitu. Na wewe akili ni kujiongeza kumpa hela ambayo wajua hatoitumia.
Kwa sababu kila kitaka kununua kitu wewe utakinunua. Utalipia. Kwa hiyo anabaki na ile hela. Starehe yake tu awe na hela fulani amezishika. Sasa wewe hujui hicho kitu. Kwa sababu kwanza jobless, huna kazi. Alafu nataka kupendana. Kwa nini usitafute kazi kwanza? Ukawa na sehemu ambayo wahusika. Hata kwenye mifuko, kwenye vifungashio wahusika. Alafu sasa ndio uje utafute msichana. Kwa nini unataka kuruka stage kutafuta msichana kabla ya kazi?